Martin Luther, mrekebishaji, aliwahi kuandika zaidi ya miaka 500 iliyopita, chochote unachokipa moyo wako na kukiamini kwa kweli ni Mungu wako. Sasa mtu wa kawaida mtaani hatajiona kama mwabudu sanamu. Hawatapenda wazo la wao kuitwa waabudu sanamu. Lakini hebu nikuambie, ikiwa pesa au starehe au kazi au burudani inachukua nafasi ya kwanza kuliko kumwabudu Bwana, ama kwa faraga au siku ya Bwana, basi unaweza kabisa kustahili kuitwa mwabudu sanamu. Sasa najua hayo ni maneno makali, lakini nataka ushikilie. Usifanye hivyo, usiwashe kituo. Hebu niongeze changamoto. Inawezekana kushiriki katika shughuli za kidini, lakini usiwe na uhusiano wowote na Mungu. Unaona, Bwana kupitia Ezekieli atawaonyesha watu waliohamishwa kwa nini Yerusalemu inahitaji kuharibiwa, jinsi ilivyo upumbavu kwao kuamini Yerusalemu badala ya yeye mwenyewe. Kumbuka, Bwana anajaribu kuwafanya watu waliohamishwa watubu. Sasa basi, hapa katika sura za 8 hadi 11 Ezekieli anapewa maono. Bwana anaonekana kama kiumbe wa kibinadamu mwenye mwangaza ambaye anampeleka Ezekieli sasa katika maono haya kurudi kwenye mji wa Yerusalemu. Kwa kweli, maono haya yanampeleka hadi kwenye ua wa ndani wa hekalu huko Yerusalemu. Aya ya 3 ya sura ya 8 inasema hivi: Ezekieli anaona sanamu ya wivu inayochochea wivu. Basi sanamu hii ya wivu ni sanamu ya Mungu. Zaidi ya uwezekano, ilikuwa ni sanamu ya mungu wa kike Ashera. Alikuwa anasemekana mpenzi wa Baali, tunavyoambiwa katika 2 Wafalme 21. Sasa aya ya 4 inasema kwamba Ezekieli anaona utukufu wa Mungu wa Israeli. Hii ni udhihirisho wa kimwili wa uwepo wa Bwana unaoonekana sasa kama wingu lenye mwangaza. Kwa hiyo ni wazi tuna tatizo hapa. Utukufu wa Mungu hauwezi kushiriki nafasi yoyote katika hekalu na sanamu. Na kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, aya ya 10 inatuambia kwamba Ezekieli anaona vitu vyote vya kutambaa vikiwa vimechongwa kwenye ukuta kote. Kwa maneno mengine, watu sasa wanaabudu wanyama badala ya Muumba. Hiyo siyo yote. Aya ya 11 inatuambia kwamba wanaume 70 wanachoma uvumba kwa heshima ya wanyama hawa. Aya ya 16 inaongeza kwamba nje kwenye ua kulikuwa na wanaume wapatao 25 wakiwa wamegeuzia migongo yao kwenye hekalu la Bwana na nyuso zao kuelekea mashariki, wakiabudu jua. Kwa hiyo hiki ndicho walichofanya. Wamegeuza maeneo ya hekalu kuwa sarakasi ya ibada ya sanamu. Sawa, kwa maono haya mbele ya nabii wake, Bwana sasa anasema hapa katika aya ya 18, kwa hiyo nitachukua hatua kwa hasira. Nina hakika Mungu atafanya hivyo. Yeye atachukua hatua katika hukumu ya kiungu, na Bwana anaanza kueleza jinsi hiyo inavyoonekana hapa sasa katika sura ya 9. Bwana anasema katika aya ya 1, walete wauaji wa mji karibu. Na kwa hayo wanaume 6 katika maono haya wanaonekana wakiwa na silaha pamoja na wa7 aliyevaa kitani, ambaye kulingana na aya ya 2 ana sanduku la kuandikia kiunoni mwake. Mtu huyu wa 7 anapita Yerusalemu, na yeye anatia alama kwenye vipaji vya uso. Aya ya 4 inasema ya wale wanaosikitika na kuugua juu ya machukizo yote yanayofanywa katika mji. Kwa maneno mengine, hawa ni wafuasi waaminifu wa Bwana ambao wanabaki katika mji na wanaugua kuhusu ibada ya sanamu inayofanyika. Wataepushwa na Mungu. Ezekieli anavunjika moyo na kile anachokiona bila shaka, lakini Bwana anamkumbusha hapa katika aya ya 9, hatia ya nyumba ya Israeli na Yuda ni kubwa sana. Nitaleta matendo yao juu ya vichwa vyao. Kweli Mungu hatashiriki utukufu wake wowote na sanamu. Sasa katikati ya maono haya, aya ya 3 inatuambia utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa umeinuka hadi kwenye kizingiti cha nyumba
Hii wingu la utukufu linawakilisha uwepo wa Mungu, na sasa Mungu anasogea kuelekea kwenye mlango wa jengo la hekalu. Mungu anaondoka kwa ufanisi. Anaondoka. Sura ya 10 inarekodi huondoka huku hapa katika aya ya 1. Makerubi hutokea tena. Makerubi, kumbuka, ni wale malaika wenye nguvu ambao daima wanahusishwa na uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu. Aya ya 18 inatuambia utukufu wa Bwana ulitoka kwenye kizingiti cha nyumba na kusimama juu ya makerubi. Gari la magurudumu la makerubi lenye mwonekano wa ajabu, unaweza kukumbuka, sasa linampeleka Bwana kama ilivyo kuelekea lango la mashariki la hekalu. Yeye anaondoka kwa njia ya ishara sasa kutoka hekaluni na kutoka Yerusalemu. Na wacha nikuambie, hii ni siku ya huzuni. Huu ni wakati wa kusikitisha katika historia ya Israeli. Bwana alikuwa ameonya Musa mamia ya miaka mapema katika Kumbukumbu la Torati 31 kwamba kungekuja wakati ambapo watu wa Israeli wangemwacha kwa miungu mingine. Naam, wakati huo wa huzuni umefika. Wamemwacha Mungu. Hapa wako wakiabudu mama dunia. Wanaabudu wanyama, wanaabudu, unajua, tai na mto na nyota na sayari. Naam, sasa Mungu anawaacha kwa matokeo ya ibada yao ya sanamu. Sasa hapa katika sura ya 11, Ezekieli atatabiri hukumu dhidi ya wakuu 25. Hawa ni viongozi wa Yuda. Aya ya 2 inawafafanua viongozi hawa wa kisiasa kama wanaume wanaopanga uovu na wanaotoa ushauri mbaya katika mji huu. Naam, watapokea hukumu kali zaidi kutoka kwa Mungu kwa ushawishi wao wa kimaovu na usio wa kiungu juu ya mji wao. Hii ni kweli isiyopitwa na wakati kwa njia hadi leo. Viongozi wa kidini na kisiasa watasimama mbele za Mungu kujibu, si tu kwa ajili ya, unajua, muda wao ofisini, kwa namna ya kusema, ambao huenda walitumia kumkataa Mungu, lakini muhimu zaidi, watajibu kwa ushawishi waliokuwa nao katika kuwaongoza watu mbali na Mungu. Wacha nikuambie, ikiwa wewe ni jaji, ikiwa wewe ni mwanachama wa bodi ya shule, ikiwa wewe ni kiongozi wa kiraia, ikiwa wewe ni kiongozi wa biashara, ikiwa wewe ni profesa, mchungaji, mwanasiasa, mwalimu, wacha nikuambie, kwa kadiri Mungu anavyohusika, ushawishi wako utakaribisha uchunguzi mkubwa zaidi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Siku moja, kwa kweli, mtume Yakobo alitoa onyo hili katika Yakobo 3:1 aliposema kwamba si wengi wenu mnapaswa kuwa walimu, kwa maana mnajua kwamba sisi tunaofundisha tutahukumiwa kwa ukali zaidi. Unaona, ushawishi mkubwa unakaribisha uchunguzi mkubwa zaidi. Kwa kweli, huo ndio ujumbe wa Ezekieli kwa hawa walimu wa uongo na viongozi wa kidini wa uongo hapa. Kama anavyosema katika mstari wa 6, mmeongeza idadi ya waliouawa katika mji huu na mmejaza mitaa yake na waliouawa. Anasema katika mstari wa 11, nitawahukumu. Matokeo ya mwisho, mstari wa 12, mtajua, yaani mtajua siku moja kwamba mimi ni Bwana. Sasa kama tulivyoona mara nyingi katika unabii huu, katikati ya hukumu hizi Bwana anatoa mwangaza wa matumaini. Hapa katika mistari ya 14 hadi 20, wa toba ya waliohamishwa kama lengo lake, Mungu anaahidi kuwalinda. Hata pale walipojipanga kuishi Babeli, anawaahidi kurudi siku za usoni katika nchi ya ahadi. Mungu pia anaahidi hapa kuamsha kiroho. Unaona, unabii huu unatazama mbali katika siku za usoni hadi utawala wa Yesu Kristo duniani, wakati watu waliochaguliwa na Mungu, Israeli, watakapogeuka, ambapo watageuka watoba mwishoni mwa kipindi cha dhiki. Watakuja kurudi kama taifa zima na kumpokea Masihi anayerejea duniani. Kwa kweli, mstari wa 19 una ahadi hii kutoka kwa Bwana: nitawapa moyo mmoja na roho mpya nitaweka ndani yao. Nitaondoa moyo wa jiwe kutoka kwa miili yao na kuwapa moyo wa nyama, ili waweze kutembea katika amri zangu na kuzishika sheria zangu na kuzitii. Nao watakuwa watu wangu,
nami nitakuwa Mungu wao. Unaona, wakati huo ni utimilifu wa Agano Jipya ambalo Yeremia alizungumzia katika sura ya 31. Ezekieli atazungumzia tena kuhusu hili katika sura ya 36. Tutafika. Lakini siku moja taifa litamgeukia Bwana, taifa lililomsulubisha katika kuja kwake kwa kwanza. Basi watafuata mfalme watakapomvika taji katika kuja kwake kwa pili. Sasa maono ya Ezekieli yanaonyesha hapa kwamba utukufu wa Bwana sasa unapanda kutoka Yerusalemu, ukiondoka Yerusalemu. Na angalia hasa, anaondoka kutoka mlima wa Mizeituni. Mstari wa 23 unasema upande wa mashariki wa mji. Wacha nikuambie kitu cha kusisimua. Tunaambiwa katika Biblia kwamba Yesu Kristo siku moja atarudi na atashuka wapi? Hapa hapa kwenye mlima wa Mizeituni, mahali pale ambapo utukufu wa Mungu ulipaa. Yesu Kristo, Mungu wetu mtukufu na Mwokozi, atashuka siku moja, atashuka kwenye eneo hili, ili kwenye mlima wa Mizeituni. Nasikiliza, swali ni je, utakuwa naye atakaporudi siku hiyo ya baadaye? Je, utakuwa naye akishuka kutoka mbinguni kuanzisha ufalme wake duniani? Naam, utakuwa, ikiwa utamfanya kuwa Masihi wako, Bwana wako leo. Naam, kwa hayo tumemaliza muda wetu. Mpaka safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.